Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante Mfalme kwa jinsi ambavyo wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya upendo wako mkuu, Mfalme wa wafalme. Baba, na kutukuza na kupa sifa na heshima na utukufu. Na sasa naalika tena Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi kwenye ibada hii na kwenye neno hili ambalo sasa tunaenda kula na kunywa mezani pako. Nitumie kama vile upendavyo, nifikishe kile unataka tujifunze watoto wako. Kinywa changu kitumie vile utakavyo. Mawazo yangu na akili yangu naitiisha mbele zako Mfalme. Nami ninasihi sasa, pita na fahamu zetu, zifunike damuni mwako. Funika mioyo yetu, funika akili zetu. Tupe utayari wa kusikia na kuelewa neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Nimeomba na kuamini. Amen. 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 Somo tulilokuwa tunaendelea lilikuwa linasema toba ya kweli ni njia ya ukombozi kwa maisha yetu. Toba ya kweli ni njia ya ukombozi kwa maisha yetu. Tumepita katika mambo mengi sana. Neno lililokuwa linatubeba ni Matendo ya Mitume mlango wa 3 ule mstari wa 19. Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Nini? Toba inatusukuma kwenda kupokea burudani. Haleluya, watu wa Mungu. Burudiko kutoka kwa Mungu aliye hai. Kwa nini tunaalikwa kufanya toba? Tulijifunza mambo mengi, na kati ya vitu vilimnyima usingizi Mungu kwenye makao yake matakatifu ni dhambi. Tangu Adamu alipokosea, Mungu hakuwa na amani tena, kwa sababu kabla ya anguko Mungu alishatengeneza maisha mazuri kwa mwanadamu. Alimtengenezea kila kitu, kwamba mtoto wangu asije akaishi maisha ya taabu, asije akaishi maisha ya mahangaiko. Akamtengenezea bustani ya Eden, akamweka mahali pazuri. Lakini alipoanguka, ili mlazimu amuondoe kwenye raha, ili mlazimu amuondoe kwenye maisha mazuri. Akamwambia, sikia, kuanzia sasa michongoma na mimba itakuzalia chakula. Baada ya kukosea, na ndio maisha tulionayo. Shida unayoipata leo, chanzo ni dhambi. Lakini sasa mwanadamu ameshikilia watesi. Hao watesi mpaka waje wakutese, lazima mlango wa dhambi uko wazi. Mwanadamu aliteseka sana baada ya kumkosea Mungu, na Mungu alitafuta kila njia ya kumrudisha huyu mwanadamu, lakini hakupata. Soma Biblia utaona kuna wakati Mungu akaweka basi wawe wanatoa sadaka za wanyama. Ukifanya kosa hili unaambiwa leta mnyama huyu, labda hii dhambi itasafishika, labda huyu mwanangu atarudi kwangu. Haikuwezekana. Mpaka alipokaa tena kikao mbinguni, anakaa kwenye jopo lake, akasema, hivi ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda aokoe wanangu? Yesu akasema, niko hapa, mwanaume wa wanaume, niko tayari kuifia dhambi, niko tayari kukurudishia watu wako, niko tayari kuwarudisha hao watu kwenye burudiko la kweli. Ndio akaja. Haleluya. Ndipo alipokuja akavaa mwili wa mwanadamu, akajifananisha na mwanadamu, akavaa mwili wenye dhambi kama wa mimi na wewe, ili atembee kama mimi na wewe, ili angalau tumuamini. Alipomvaa ule mwili akafanana na mimi na wewe, tukamtesa, akafa msalabani, akaimwaga damu. Akasema, hii damu nayoimwaga ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na kila mnapokosea fanyeni namna hiyo. Haleluya. Kwa hiyo tuko huru. Mwambie jirani yako, tuko huru. Tatizo ni dhambi. Mwambie tena, tatizo ni hiyo dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulikuwa na kipindi kizuri cha matengenezo. Toba ya kweli ni agizo kutoka kwa Mungu.
Mungu anaagiza tutengeneze. Mungu anataka tutengeneze. Hatuna muda wa kuichambua Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini ukiisoma vizuri, umetulia Biblia, yani inatualika mara nyingi sana kutengeneza. Kuna watu wameizoelea dhambi kiasi kwamba hata akija kanisani anafikiri yuko tu mitaani. Nikasema wakati mwingine vijana wanaweza wakawekwa hapa, wanaimba, wanamsifu Mungu, wanaruka. Yaani mwingine anasema nikitoka utakapataje kale kabinti, yani nitakapataje? Yaani huyo ujue dhambi imemtawala. Siko hapa kukwambia kamata gari endesha. Hilo gari hautaliendesha ukiwa kwenye dhambi. Siko hapa kukwambia mwaka huu unajenga. Lazima milango ifunguliwe, kuwe na matengenezo. Haleluya. Kwani wangapi tumetabiriwa Bwana? Tumetabiriwa eti. Unaenda kwa mitume na manabii wanakutabiria. Mwanangu, naona mwaka huu utabeba, utaanzisha gorofa. Ukitoka pale kona yako unajua mwenyewe unaoyafanya. Mwaka umepita, yule nabii muongo tu alikula na hela yangu, ulitumwa umpelekee sadaka. Si ulipeleka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nataka nikwambie kitu cha kweli kwamba tubuni basi, mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Nyakati za kuburudishwa zipo. Tumeishi na machozi, tumeishi na uchungu, tumeishi na kuchukiana, tumeishi na vinyongo. Huyu ndiye anayeniroga, wakati mwingine ni dhambi yako ndio imefunga hizo baraka. Na nilisema dhambi ni kifungo. Dhambi ni kifungo, watu wa Mungu. Wewe fikiri kwa mfano, mimi nina changamoto labda ya ugonjwa. Nitakuja hapa, Mchungaji Cherehani, naomba uniombee. Baba, watu watapambana, ataomba mpaka jasho linatoka. Hakika Mungu hajawahi kuacha kusikia maombi ya mtu wake. Atasikia. Nikitoka hapa, kama kaubavu kalikuwa kanauma, nikifanya namna hii kamekaa vizuri, naingia kwenye zinaa, naendelea na maisha yangu. Halafu kakichoma tena, mchungaji, unajua siku zile tulivyoomba kidogo nilipata nafuu, lakini naona kameanza tena. Dhambi imekurudisha. Dhambi wakati mwingine inakutenga na watu sahihi. Dhambi wakati mwingine inakutenga na watu wa msaada. Halafu huyu mtu Yesu anamwambia sasa, jitwike godoro lako uondoke. Anabeba godoro, anaponywa moja kwa moja, anaenda hekaluni. Yesu anamfuatilia hekaluni, anafika, anamwambia, ndugu, umeponywa, angalia usitende dhambi tena. Kwa hiyo huyu mtu mpaka amekaa na ile shida miaka 38. Shida haikuwa kurogwa, shida ilikuwa ni ile dhambi ilimfunga, akakaa pale. Ndio maana Yesu alipomponya ule mwili, anamrudia, anamwambia, alo, umeponywa, usitende dhambi tena. Kwa nini? Ukitenda dhambi, hili jambo litakuwa zaidi ya pale. Hebu tufungue kitabu cha Warumi mlango wa 3. Warumi mlango wa 3 mstari wa 23. Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Ndio maana tumeletewa habari ya kutubu, habari ya kutengeneza. Toba ya kweli ni agizo toka kwa Mungu, kwa sababu wote tumefanya dhambi, wote tumepungukiwa na utukufu. Kwa hiyo Mungu anataka tutengeneze. Amina, watu wa Mungu. Na ninataka nikuambie rafiki yangu, mpendwa wangu, kati ya jambo linalotutenga na uso wa Mungu, nimesema sana wiki hii, ni habari ya dhambi. Ni habari ya dhambi. Yaani sio kitu cha kuchekea, sio kitu cha kuchekea. Amen. Yaani kama wewe ni mtenda dhambi, acha. Dhambi imetesa. Ngoja niseme, kuna mtu mmoja dhambi ilimtesa ikafunga watoto wake. Kwa nini? Huyu mama alikuwa champion kubeba waume wa wenzake. Kwa hiyo kadiri anavyobeba, wale wamama wanalia. Wanapolia yale machozi kwenye ndoa zao, yeye anafikiri atakaa salama. Yeye yuko salama. Mungu akaja
akaachilia mapigo kwa watoto. Mtoto wa kwanza akapata shida, hatembei, yuko chini kaka. Mtoto mwingine akapata ugonjwa. Mtoto mwingine ni kama amekuwa kichaa. Sasa anahangaika. Nimeenda huko, nimeombewa. Nikamwambia, ndugu, sikiliza, maisha yako ndio yamewafikisha watoto wako. Maisha ya kubeba waume za watu, machozi ya wanawake wenzio ndio haya. Mshahara wa dhambi ni mauti. Hayo maisha yapo. Tunaona raha tu kubeba mume wa mtu. Kwani kaniona? Kwani anajua? Kwani anafahamu? Wewe cheza tu na kazi. Mwambie mwenzako hiyo ni kazi. Alafu mwambie mshahara unakuja. Mwambie utakapokuja pia ubebe. Bwana asifiwe. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa yeye amepona, na katika hali ya watoto watatu, kila mtoto ana ugonjwa wake, ana shida yake. Huyu mama hali ni mbaya zaidi. Unakuwaje na amani? Huyu kakaa, huyu kachanganyikiwa, huyu naye ana shida hii. Unafikiri una raha gani? Nilipokaa naye namuuliza, shida ni nini? Mama, jirani yangu ni mbaya, hujawahi kuona. Kaambia, jirani hana hata ubaya, wewe mwenyewe. Kwa hiyo dhambi inakufanya upoteze upendo, unapoteza ukaribu na hisia na Mungu. Watu wengi ambao wanaishi maisha ya dhambi wameamua kukaa kwenye dhambi. Nataka nikwambie, upendo na Mungu haupo, na ndio maana hata utoaji wa sadaka hauwi mzuri, kwa sababu sina upendo na Mungu, sina ukaribu naye kivile. Ukaribu haupo, sina hisia na Mungu. Hata semina ikija, sioni sababu naenda kufanya nini. Kwa hiyo mimi naenda Jumapili ili wanione, ili siku nikifa basi na mimi nizikwe kama Mkristo. Lakini ile hisia ya kweli na Mungu inaondoka kwa mtu anayetenda dhambi. Utamng'ang'aniza mtu, twende semina, twende maombi, haji. Kiu ya maombi haipo. Asikudanganye mtu. Yaani ukishafanya dhambi tu, hata kama ulikuwa muombaji vipi, ingawaje siku hizi kuna na wanafiki wa maombi, kanazini lakini kapo Roho Mtakatifu kaniambia, kasema, kajifunua, kakitoka hapo kanazini. Huyo ni mnafiki wa maombi. Bwana asifiwe. Amen. Mjajua. Yaani kuna kitu leo tumesoma kwenye Isaya, Mungu ameachilia kwamba watu wawe na sura ya gumegume. Yaani kuna watu wana sura ya gumegume kakavu. Kanatembea na mtu yaani alafu kanatembea wakati mwingine na mtumishi. Lakini kakija kwenye maombi ndio kaongoza maombi. Hainuliwe, anainuliwaje? Wewe ndio unatusaidia kulifisha kanisa. Kwa sababu umekosa hofu ya Mungu ndani yako. Haleluya. Yaani jamani, kuna vijitu vikavu vimezoelea dhambi. Yaani dhambi kwao wameona ndio sehemu ya maisha. Kanaenda kanaharibu mambo huko. Kakija hapa nakwambia, Roho Mtakatifu kaniambia, mchungaji, yaani madhabahu imechanganyikiwa, imerogwa. Wewe, Mungu hanaga michanganyo na wenye dhambi, hasemi na wenye dhambi. Haleluya. Yaani unajikuta hisia na Mungu haipo. Wenzako wanakwambia tuombe, wewe umeshika tu na butwa. Uwezi. Unaombaje? Dhambi imekutenga mbali na uso wa Mungu.